Asifiwe. Katika siku ya leo tutaenda kujifunza kuhusu ahadi za Mungu. Tuombe. Asante Bwana kwa saa huu mtulivu, tunaenda kujifunza ahadi zako katika maombi. Tunakuomba utusaidie, tunaomba na kushukuru kwa jina la Yesu Kristo. Amina. Ahadi za Mungu. Hakuna kitu cha muhimu zaidi kwenye maombi kama kujua ahadi za Mungu. Zipo ahadi mbalimbali ambazo Mungu amezitoa kwa watoto wake ambao ni mimi na wewe. Mpendwa, katika nyakati zetu tofauti tofauti za maisha, tunapitia mambo mengi magumu. Hivyo tunapaswa kukumbuka ahadi za Mwenyezi Mungu wa mbinguni. Ahadi ya kwanza ni wakati wa msongo wa mawazo. Kuna nyakati tunapitia wakati mgumu, tunakuwa na msongo wa mawazo. Nataka nikwambie usikate tamaa. Ipo ahadi Mungu ameiweka. Nenda kwenye maombi. Ukisoma katika kitabu cha Zaburi 9, mstari wa 9 hadi wa 10, utaona Mungu anasema atakuwa ngome kwake aliyeonewa. Wakati mwingine tunakuwa na msongo wa mawazo kwa sababu tumeonewa, tumepokonywa mali zetu, tumepokonywa vitu vyetu vya thamani, tunakuwa na msongo wa mawazo. Mungu atasema atakuwa ngome kwako. Hivyo, usisite kwenda katika maombi, Bwana atasikia. Lakini kuna nyakati zingine ambazo tunapaswa kudai ahadi za Mungu, ni wakati wa kusumbuliwa na uraibu wa kitu fulani. Kuna baadhi ya dhambi huwa zinasumbua watu. Sisi kama wanadamu huwa tunatenda dhambi. Lakini wakati ambapo dhambi fulani inakuwa inakusumbua, hupaswi kukata tamaa hata mara moja. Haupaswi kukata tamaa kabisa. Dhambi fulani au tabia mbaya inapokuwa inakusumbua, haupaswi kukata tamaa. Kuna dhambi ilinisumbua karibia mwaka mzima. Na nikajua kabisa hii dhambi sidhani kama nitaiacha. Lakini baadaye niliposogea karibu na miguu ya Kristo, dhambi ile ilitoka, uraibu uliisha. Kwa kama na wewe unasumbuliwa na uraibu wa dhambi fulani, msogelee Bwana, uraibu wa hiyo dhambi utaisha. Ukisoma katika kitabu cha Zaburi 50:15, Mungu anasema, ukaniite siku za mateso yako, nitakuokoa nao utanitukuza. Unajua mtu anavyokuwa mraibu, anavyokuwa anasumbuliwa na dhambi fulani, anakuwa anateseka, anakuwa anapitia kipindi kigumu sana cha maisha. Hata mimi hiyo dhambi ilinitesa sana. Kwa hivyo, napenda nikwambia kwamba uko unapitia hivyo, Mungu hatakuacha kabisa. Anasema uniite katika siku za mateso yako nitakukumbuka. Lakini vile vile kuna kitu kingine cha tatu ambacho watu wengi huwa wanateseka, ni kufunguliwa dhidi ya nguvu za giza. Ipo ahadi. Kwa hiyo yule ambaye amefungwa na nguvu za giza, ipo ahadi ya kufunguliwa. Wapo watu wanaosumbuliwa na nguvu za giza kama vile pepo, na zimewatesa, wamekata tamaa kabisa ya maisha. Lakini nikwambie mpendwa, ipo ahadi, mjue Mungu, yeye atakusaidia, maana amekemea pepo na kuponya watu vifungo vya giza. Kwa hiyo nikusihi mpendwa, na wewe atakusaidia. Ukisoma Zaburi 91:14, Mungu anasema, kwa kuwa amekaza kunipenda, nitamwokoa na kumweka palipo juu, kwa kuwa amenijua jina langu. Ikiwa unasumbuliwa na pepo, umefungwa na nguvu mbalimbali za giza, Bwana anasema kwa kuwa umempenda, umemtambua, atakufungua. Lakini pia kuna watu wanasumbuliwa na woga. Ipo ahadi juu ya wale waoga. Ipo ahadi ya Mungu kutusaidia. Kuna wakati kwa mfano wanafunzi wanashindwa hata kufanya mitihani yao vizuri kwa sababu tu wana hofu. Unakuta mtu amesoma ila akisikia tu mtihani anatetemeka, anaogopa. Hii hapa inaweza kumfanya akashindwa kufaulu mtihani wake vizuri kwa sababu tu ya nini? Ya hofu. Mungu yupo kwa ajili ya waoga wote. Ametoa nini? Ametoa ahadi. Ahadi hiyo ukisoma katika kitabu kimoja, ni kitabu cha Kutoka 14 fungu la 13 hadi 14. Biblia inasema hivi, Musa akawaambia watu, msiogope, simameni tu mkauone wokovu wa Bwana. Lakini sio hivyo tu, pia Yoshua naye vile vile Biblia inasema usiogope wala usifadhaike, kwa kuwa Bwana Mungu wako nipo pamoja nawe. Iwe